Katika mfungo wa Kwaresma tumezoea, kwa sababu sisi ni watu ambao tunashirikiana pia na dini nyingine, tunaona wanaoingia katika mfungo, lakini kwa Kristo wa Katoliki pengine haieleweki tunapofunga inakuwa na utaratibu gani. Maana kuna wengine tunao utaratibu wa kujiwekea chakula jioni na kula kwamba nimetoka kwenye mfungo. Utaratibu wa mfungo ukoje? Mwaka huu nilikuwa naangalia katika mitandao, hiyo ilikuwa ni moja kati ya hoja imezungumzwa sana. Kuna Monsignor Mbiku, Mungu amrehemu, alizungumzia sana juu ya Kwaresma. Kuna mwingine sio Padre Gante alizungumzia. Yaani kukawa na majadiliano mengi sana juu ya nini tunachopaswa kufanya wakati wa Kwaresma. Sasa toka mwanzo niseme neno moja, na nikilisema hili linaweza likasaidia kufumbua fumbo hilo la nini tufanye wakati wa Kwaresma. Wakati wa Kwaresma hakuna jambo mmoja la kufanya. Wakati wa Kwaresma hakuna mtazamo mmoja wa kushika. Mimi ningeweza kusema Kwaresma ni kama jambo mtambuka. Yaani kuna mambo mengi. Na kwa nini? Historia ya kanisa ina zaidi ya miaka 2000. Katika miaka 2000 kuna desturi, mila mbalimbali ambazo zimeingia. Katika liturujia mara kwa mara unaweza kukuta jambo fulani au sherehe fulani, wanakuambia hii sherehe sio ya mtakatifu nani ilianza mashariki, na mashariki huko baadaye karne ya 7 ikaingia magharibi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumetoa huku, hiki kimeingia, hiki kimeingia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinahusika na kipindi cha Kwaresma. Sasa ukitaka kuona au ukitaka kuthibitisha hicho ninachosema, kwenye adhimisho la misa, kwenye adhimisho la misa kuna sala tunaoita Prefatio. Prefatio ni ile utangulizi wa msala ya Ekaristi. Huwa tunasema Bwana awe nanyi, inueni mioyo, tumshukuru Bwana wetu. Ile ndio Prefatio. Sasa katika kipindi hiki cha Kwaresma kuna Prefatio 4 ambazo zinazungumzia maana ya Kwaresma. Sasa mimi ningependa nizitoe tu kwa kifupi tunafundishwa nini. Kwa sababu tunaadhimisha liturujia ya Kwaresma. Liturujia ya Kwaresma tunaambiwa tufanye nini. Mimi sitakuwa nasoma Prefatio yote nzima, nitasoma tu zile sehemu ambapo inaelezea nini cha kufanya. Kwa manufaa ya mtazamaji, namba ya ukurasa wa misale. Kwa misale ni ukurasa kuanzia ukurasa wa 522 mpaka 524. Ndio tunalizipata hizo Prefatio 4 za Kwaresma. Prefatio ya kwanza inasema neno hivi: maana unawajalia kwa wema waamini wako wangojee kila mwaka kwa furaha mafumbo ya Pasaka hali wametakaswa mioyo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho msingi wa mioyo yetu unapaswa kuwa na furaha. Na hiyo furaha inatokana na nini? Tuitakase. Na ndio tumezungumzia juu ya majaribu. Ukiyashinda ya majaribu, manake nini? Hiyo moyo wako umeutakasa. Anaendelea, maadamu wanawajibika kwa bidii katika mazoezi ya ibada na matendo ya upendo. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma tunapaswa kuhusika na mazoezi ya ibada. Tumezungumzia juu ya sala, tumezungumzia juu ya sakramenti na matendo ya upendo. Kwa hiyo mimi mfano nafunga, nasema funga yangu mimi. Wewe unaweza kuwa na kwako, cameraman pale anaweza akawa pia na aina yake ya funga. Mimi funga yangu nasema kwamba sitokula chakula cha mchana. Na chakula cha mchana labda kinanigharimu shilingi 800. Hii 800 yangu hii ina faida mimi nikienda kumpa mwingine, matendo ya upendo. Kwa hiyo ishi tu, yani mimi nikifunga kwa kuacha kula sawa, kwa sababu tutaona huko kwamba ukifunga ile njaa ikikubana sawa sawa inakusaidia kuondoa ukaidi. Lakini moja hapa tunachoambiwa, tunapofanya funga yetu itusaidie katika kufanya nini? Katika matendo ya upendo, matendo ya huruma. Prefatio ya pili ya Kwaresma inasema hivi: wewe uliowekea vema maana kipindi maalum kwa ajili ya kutakasa roho zao, ili wao kwa kuyahamishia mawazo yao mbali na tamaa mbaya waache kuyaegamia mambo yapitayo, bali waambatane zaidi na yaliyo ya milele. Kwa hiyo wakati huu fikra zetu tunaambiwa tuziweke mbali na tamaa mbaya.
Mimi hata nikifunga lakini mawazo yangu yote yametuama katika tamaa mbaya, hiyo sio funga. Kwa hiyo moja ya funga yetu ni hiyo, tuachane na mawazo ya tamaa. Unamwona mwenzako yule jamaa analinga sio nini, unamsema mwenzako sio unafanya nini, hayo sio mawazo ambayo tunapaswa kuwa nayo wakati wa Kwaresma. Prefasio ya 3 inaeleza nini juu ya nini? Inasema hivi: wewe unataka sisi tukutolee shukrani kwa kujinyima, ili kwa njia hiyo hata sisi wakosefu tuondolewe ukaidi. Kuna watu wakaidi, kuna watu wabishi. Hiyo nilikwambia majadiliano katika makundi mbalimbali walikuwa wanasema, yani kuna watu wengine wakaidi hawasikii. Wewe kama unasema mimi siku nzima sili, heli yako. Mimi sili mlo mmoja, heli yako. Lakini sasa usio mkaidi wa kutaka kila mtu afanye unachotaka kufanya wewe. Nisema mfano mmoja na rafiki yangu mmoja. Naweza kumsema Padri Wigila. Padri Wigila hapendi kula. Yaani yeye kula yani hajui kula yani hapendi kula. Lakini mimi napenda kula. Wigila ukimwambia Kwaresma yako uache kula atapiga vigelegele. Kwa sababu kwake yeye ndio anachopenda, ndio. Lakini kwa mtu anayependa kula akifunga kula, utamuona. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo wake. Mtu huko kule Njombe Makete kule, ukimwambia aache kunywa maji kiwa kimtesti chochote, yani anaweza kukaa siku nzima bila kunywa maji kwa sababu kule sehemu ya baridi. Lakini Dar es Salaam unajua kama tulionalo, hebu kaa masaa 3 hujanywa maji, unakuwaje? Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza ni hicho, kila mmoja aangalie nini ndakachokifaa, kwa sababu mwisho wa siku kipindi cha Kwaresma unatakiwa iwe na metanoia, ubadilike, uwe kiumbe kipya. Na prefasio ya 4 inasema neno gani? Wewe kwa njia ya mafumbo ya kimwili unazuia vilema vyetu. Unaona, kwa mafumbo ya kimwili, huko kujitesa kwako, huko kuacha kwako kula, huko kiu chako, kunasaidia kuyabadilisha vilema vyetu vya kimwili. Unainua roho zetu, unatujalia fadhila na thawabu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo kadhaa ambayo tunaweza tukayafanya katika kipindi hiki cha Kwaresma kikawa na faida kwetu. Ulichosema ni kwamba watu ambao tuko pwani, funga yetu wengi wetu inaathiriwa kwa sababu kuna ndugu zetu wanafunga nao. Kwa hiyo mara kwa mara tunafikiri funga yao ndio bora zaidi, tunataka kuingana na wao. Funga ya Kikristo na funga sio ya Buddha au ya Washinto au ya Waislamu wanane, kuna tofauti. Haya tuliyoambiwa ndio ambayo tunapaswa kuyazingatia tunapofunga. Lakini labda nisisitiza katika jambo moja. Mimi ninapotaka kufunga kuna vitu vitatu nivizingatie. Cha kwanza, kama alivyofanya Bwana wetu Yesu Kristo, alienda jangwani kufungwa akiongozwa na Roho. Kwa hiyo hata mimi funga yangu napaswa kuwa na tafakari na sala na kuomba, nimwombe Roho, nipeleke jangwani, nisaidie, nataka nifunge nini? Yaani isiwe funga yako tuwe mwenyewe. Ikiwa funga yako mwenyewe unaweza kaona unafanya kitu kikubwa kweli kweli, kumbe hakuna kitu. Kwa hiyo funga yako ili kusudi iwe na thamani, iwe na thawabu, cha kwanza sali, omba Mwenyezi Mungu akupe Roho wake Mtakatifu. Nini anakutaka wewe mwaka huu ufunge? Ya kwanza hiyo. Lakini pili, muombe jirani yako, mwenzako wa ndoa, rafiki yako, yule ambaye uko karibu naye, muombe. Ndugu yangu, wewe unafikiri mimi mwaka huu nifunge nini? Kwa sababu huyu ambaye uko karibu nako anakujua wewe. Anaweza kusema kabisa, wewe mwaka huu haya mambo ya kukana njaa, sio kiu, sio nini, wala usihangaike nayo. Acha, tenga muda wako, acha kuangalia television. Kwa sababu umetoka asubuhi mpaka jioni huko kwenye television, unaangalia sio tamthilia gani. Yaani ukipunguza huo muda wa television, uweke huo muda kwa ajili ya kukaa na familia yako, watoto wako, utembelee ndugu na jamaa. Unaona, wewe unaweza ukawa huna wazo kabisa. Yaani kuna mtu ukimuuliza, unaweza watu 10 ukawaambia funga yako ikoje, yaani mwingine hawezi kuona hiyo shida anaokuwa nayo kutokana na television, anaokuwa nayo sijui kutokana na simu. Watu wanatumia muda mwingi kwenye simu kuliko muda wanaotumia kusoma maandiko matakatifu. Kwa hiyo ni jambo la muhimu kweli kumtafuta au kumuomba huyu ambaye anakufahamu, yuko karibu na wewe, akusaidie mwaka huu nifunge nini. Kumbuka Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia mitume wake, watu wanasema mimi ni nani?
Kwa hiyo hata wewe useme mimi unaniona katika funga hii nikoje. Lakini tatu, kwetu sisi huku ni bado halijakomaa. Lakini kwa Mkristo yote ambaye anatafuta ukomavu wa kiimani, anapaswa kuwa na baba wa kiroho. Anapaswa kuwa na muungamishi. Kwamba mimi mara kwa mara naweza kujipangia miezi 3, miezi 6 naenda kuzungumza na baba yangu wa kiroho. Kwa hiyo baba wa kiroho anajua milima na mabonde ya maisha yangu ya kiroho. Huyu anaweza kunishauri ufanye nini katika Kwaresima hii. Na wengine wana muungamishaji wao. Yaani ni sawa na nini? Kuna mtu unakuta anasema mimi na mwanasheria wangu, mimi na daktari wangu. Hata katika maisha ya kiroho unapaswa kuwa nayo. Mapadi, watawa, wa seminari wanayo, lakini waamini wa leo wengi hawana. Lakini ni moja kati ya desturi nzuri. Padi mmoja ambaye yuko karibu nawe, unaweza ukamfika kwa rais, unamuomba, unapata naye, unakubaliana. Huyu ndo anakuwa kiongozi wako wa kiroho, anakuwa pia muungamishaji. Huyu kiongozi wako wa kiroho au huyu muungamishaji wako anaweza kukwambia katika mfungo wako huu, kulingana na hatua uliopiga katika maisha yako ya kiroho, ufanye nini, ufunge nini, uache nini, ujikatalie nini. Kwa hiyo funga yako ukitaka iwe bora, haya ni mambo ya muhimu kuyazingatia, na hapo utaweza kujua. Kwa sababu kuna wengine unaweza ukaamua upande mlima Kilimanjaro, lakini miguu yako dhaifu, haina uwezo wa kutembea katika milima Kilimanjaro. Lakini ukienda sijui pwani, basi unaweza kuwasaidia watu kuvuta kamba, kuvuta mashua zinazo kutoka katika bahari. Kwa hiyo kila mmoja, napenda kusisitiza tena, hakuna aina moja ya Kwaresma. Ulivyo ukomavu wako wa kiimani, uwezo wako. Yaani kuna mwingine, yani sio hadithi, ni kweli. Kuna siku moja nilikuwa na dereva bodaboda, kuna mtu nilimpelekea vitabu. Baadaye akasema, father umeshakunywa chai? Akasema sina chai. Basi karibu, ilikuwa kwenye hoteli fulani. Umekuja nani? Nikuja bodaboda. Sasa mbona yeye mwiti? Tukamwita. Kwa hiyo tukakaa pale watatu. Huyu bodaboda yani alifurahi kweli, aliagiza makeki, sio manini. Hoteli kubwa, mimi sijui nikaagiza kitu gani. Lakini yule ambaye tulienda kumpelekea vitabu ndio yule ambaye ametukaribisha kwenye chai. Yani ilibidi mpaka aitwe mpishi mkuu na kuambia sijui maziwa, sio nataka sio maziwa ya nini ya ngamia, sijui kusio na nini. Yani vitu vidogo akaletewa. Yani mpaka chakula chake kuja, ile chai yake ije, ilichukua zaidi ya dakika 45 na kimekuja kitu kidogo kwenye kisahani. Sasa mtu kama leo ukimwambia afunge, kuna faida gani? Kula kwenyewe ni sawa na kufunga. Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza, kila mmoja wetu kwa namna yake, uwezo wake, ukomavu wake, pochi yake, familia yake, aone jinsi gani. Lakini cha msingi, mimi nibadilike, niwe mwema zaidi, niwe mcha Mungu zaidi. Lakini si tunishie mimi, niweze kuwa msaada kwa wengine, niweze kuwa mkarimu kwa yale matendo ya huruma ya kiroho na ya kimwili. Nikiweza kuyatekeleza kwa sababu ya mfungo wangu, hapo nimefanya inavyopaswa.